Sikuweza kusonga mbele mara moja. Barua ile kutoka kwa mama yangu ilinifanya miguu ikatae kuendelea. Nilishika mikononi, nikaitazama, nikahisi uzito wake kama jiwe lililojaa damu ya kizazi. Ilikuwa ya zamani, imezeeka, na karatasi yake ilikuwa imelowana na harufu ya uvundo wa muda. Nilipoifungua, maandishi ya wino mweusi yaliibuka kama vichwa vya nyoka wakining'inia juu ya moyo wangu. Kelvin, mtoto wa damu yangu isiyotamkwa, ukisoma haya, ujue ukoo wetu umefungwa na agano la giza. Baba yako hakuwa mwanaume wa kawaida. Alikuwa mchukuzi wa mlango wa 3, mlango wa miujiza na maafa. Nilipofika mstari wa mwisho, anga ya ule ulimwengu wa roho likatetemeka ghafla. Bustani ya Halima ilianza kupotea kama moshi. Kioo kikubwa cha mbele kikapasuka vipande na milango 3 mipya ikaibuka mbele yangu. 1. Mlango wa giza wenye michoro ya macho yanayodondoka machozi ya damu. 2. Mlango wa mwanga wa kijivu ukiwa kimya lakini ukihema kama mtu aliyekata tamaa. 3. Mlango wa mapatano uliofungwa kwa minyororo ya dhahabu na damu. Halima alinitazama, akasema kwa sauti iliyobadilika, sasa ikiwa nzito kama ardhi yenye maiti, mmoja utamrudisha Saida, lakini utamtoa mtu mwingine milele. Mmoja utakuokoa wewe, lakini utasababisha dunia ya pili kuangamia. Mmoja hautakupa chochote, bali utakutana na baba yako. Kwa mara ya kwanza na ya mwisho, nilisimama kimya kwa dakika kadhaa. Saa yangu ya mkononi ilianza kuzunguka kinyume na wakati. Sauti ndani ya kichwa changu zilianza kugombana. Muokoe Saida, Kelvin, umempenda, umemlilia, ni wako. Fungua mlango wa baba yako, ujue ukweli wote kabla ya kufanya chochote. Acha ujinga, okoa dunia yako mwenyewe. Nilichagua mlango wa 3 mstari wa mlango wa mapatano. Minyororo ilianza kupasuka taratibu. Harufu ya chumvi ya damu na unga wa mifupa ilijaa puani. Mlango ulipofunguka kabisa, nilikumbwa na mwanga mkali uliopofusha kila kitu. Kisha nikasikia sauti ya mwanaume nzito, yenye mamlaka, yenye huzuni ya miaka mingi. Kelvin, mwanangu, mwisho umefika, mwanzo sasa unaanza. Nilimuona baba yangu, lakini hakuwa binadamu tena. Alikuwa mrefu sana, kama mtu aliyevaa sura ya binadamu kwa ghafla. Mikono yake ilikuwa na vidole 6 kila moja. Moyo wake ulikuwa nje ya kifua, ukidunda polepole na kulia kwa sauti ya mtoto mchanga. Nilijaribu kukuepusha na haya. Nilimwambia mama yako akutunze nje ya agano, lakini damu ni damu, Kelvin, na damu ilikuvuta. Nina maswali, na mimi sina majibu, bali nina kitu muhimu zaidi. Wakati alinyosha mkono wake, nikaguswa na kitu baridi kama upepo wa mauti. Ghafla nikajikuta nimerudishwa nyuma miezi 6 kabla sijakutana na Saida. Nilikuwa kijana tu mwenye ndoto, nikiwa posta pale Kariakoo, nikimbeba bahasha ya Saida kwa mara ya kwanza. Na nikamwona tena Saida akiwa mrembo kama kawaida, lakini sasa niliweza kuona kivuli nyuma yake. Kivuli hicho kilikuwa Halima. Saida hakuwa peke yake siku ile. Alitembea na kumbukumbu ya Halima. Mapenzi yetu yaliundwa kutokana na jeraha lisilotibiwa. Nilirudishwa kwenye mlango. Baba yangu akasema, sasa umejua kila kitu, lakini kuna jambo moja halijakamilika. Agano letu linafungwa kwa damu ya kizazi kingine. Unamaanisha? Halima ni dada yako wa kambo. Nilimzaa kabla sijakutana na mama yako. Saida ni roho iliyozaliwa kupitia dhambi hiyo. Sikupumua. Dunia ilizidi kuzunguka. Mapenzi yangu kwa Saida yalizaliwa kutokana na majeraha ya familia yangu. Usaliti wangu kwa Halima ulikuwa zaidi ya mapenzi, ulikuwa mzigo wa damu. Basi nifanye nini sasa? Niliuliza kwa sauti iliyovunjika. Chagua. Ukimtoa Saida, Halima atatoweka milele. Ukimtoa Halima, Saida atakuwa mtu halisi, lakini agano litaendelea kupitia mtoto wenu. Au jitoe mwenyewe na roho zote zipate uhuru. Nikanyamaza. Nilitazama mlango wa mwisho, mlango wa sadaka ya nafsi. Nilikumbuka midomo ya Saida ilivyokuwa ikinitamkia, nakupenda,
nilivyohisi salama mikononi mwake, lakini pia nilikumbuka machozi ya Halima, jinsi alivyokuwa akipigania nafasi yake katika ulimwengu ambao mimi mwenyewe nilimvunjia. Uamuzi haukuwa rahisi, lakini nilielewa sasa, hii haikuwa hadithi ya mapenzi pekee. Hii ilikuwa hadithi ya mizizi, damu, laana na wokovu wa nafsi zaidi ya yangu. Mwisho wa sehemu ya 6. Tukutane katika sehemu ya 7. Kelvin atafanya uamuzi wa mwisho ule wa sadaka. Lakini je, dunia iko tayari kumpoteza mtu mmoja ili kuokoa wengi? Je, Saida ataweza kuishi kama binadamu? Na Halima atapona au atageuka kuwa kitu kingine kabisa? Wakati unapungua, muda wa kuvuka mipaka ya wanadamu na mizimu umefika.